naliwe mbinguni lazima niingie. Liwalo naliwe mbinguni lazima niingie. Liwalo naliwe mbinguni lazima niingie. Liwalo naliwe mbinguni lazima niingie. Mbinguni, 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 mbinguni. Kaza mwendo, kaza mwendo, kaza mwendo, kaza mwendo, kaza mwendo. Alelelelelele, 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 alelelelelele. Kuwa Yesu ninaye moyoni mwangu, kuwa Yesu ninaye moyoni mwangu, mimi nitayashinda maovu ya dunia hii, nitayashinda maovu ya dunia hii. kuwa Yesu ninaye moyoni mwangu, kuwa Yesu ninaye moyoni mwangu, mimi nitayashinda hayo maovu ya dunia hii, nitayashinda maovu ya dunia hii. Liwalo naliwe mbinguni lazima niingie. 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 Mbinguni lelelelele, mbinguni lolololo, mbinguni, mbinguni nikamwone Yesu, mbinguni, mbinguni yoyo, mbinguni. Yesu aliposhuka kuzimu alimnyang'anya shetani ufunguo wa mamlaka. Yesu aliposhuka kuzimu alimnyang'anya shetani ufunguo wa kufunga, ufunguo wa kufungua aliwapa watakatifu wake. Chukua ufunguo wa kufunga, ufunguo wa kufungua aliwapa watakatifu wake. Watching the GSA TV, preaching the enriched worldwide with the gospel of Christ. You are watching the GSA TV, preaching the enriched worldwide with the gospel of Christ. Yesu,
nakutamani kama hela alivyotamani yale maji. Yesu nakutamani wewe peke yako. Tuendelee hapo uweponi mwako. Bila wewe Bwana ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Nalitamani neno lako likae ndani yangu. Nalitamani jina lako liwe nami Yesu. Endelea kuomba, mwambie Bwana nikae katika uwepo wako. Salenda maisha yako kwa Yesu. Salenda huduma yako kwa Yesu. Salenda mawazo yako kwa Yesu. Mwambie nahitaji kukaa katika uwepo wako. Mwambie katikati ya hii semina jioni ya leo, nahitaji uwepo wako kutembea pamoja nami. Mwambie akili yangu nyamaze, nahitaji nikusikia wewe peke yako. Mwambie nahitaji utembee pamoja nami katikati ya changamoto nilionayo. Mwambie uwepo wako kutembea na nyumba yangu. Mwambie uwepo wako kutembea na watoto wangu. Mwambie uwepo wako kutembea na huduma yangu. Mwambie uwepo wako kutembea na afya yangu. Mwambie uwepo wako Bwana utembee nami jioni ya leo. Jibu katikati ya semina ya leo ya kwamba uwepo wa Bwana ukitembea na wewe liko tumaini jipya tena. Usikate tamaa. Uwepo wa Bwana unaposhuka anza kukuinua tena. Ule uwepo wa Bwana uliotembea na Musa, ile wingu la Bwana lililoshuka juu ya Musa, jioni ya leo lile wingu lishuke kwako. Lile wingu lishuke kwako, na ile nguzo ya moto ishuke kwenye maisha yako, iteketeze magonjwa, iteketeze shida, iteketeze mitego, iteketeze kila falme. Raba sakatara. Roho Mtakatifu tunakuhitaji tena, maana unaposhuka unatufanya upya, unatuhudumia tena, unatuinua tena, unatubariki tena. Ndio maana semina leo tunahitaji tena Roho Mtakatifu, tunakuhitaji tena. Piga Yesu makofi ya shangwe. Ongeza makofi ya shangwe kwa ajili ya uwepo wa Bwana. Toka asubuhi mpaka saizi bado tunaogelea. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri, wewe ambaye bado upo kwenye wingu la Roho Mtakatifu. Sema amen. Naomba nikaribishe waimbaji wakati tunamsubiria mnenaji wetu. Waimbaji, nyimbo 2 au 3 mpaka mgeni atakapokuja. Sema amen. Naona kwaya zote amni iliyobaki. Kuna kwaya au mwimbaji binafsi? Tupungiane mkono. Hamna. Basi ngoja VST Sound, karibuni kwa uimbaji.
Yapatikana kwa Yesu, uzima yapatikana kwake. Kimbia, kimbia, ujue ima amani, amani yapatikana kwake. Furaha yapatikana kwa Yesu, uzima yapatikana kwake. Kimbia, mzigo wako uko uliko mama, si salama. Magonjwa yamekulemea, si salama. Watoto wamekukimbia, si salama. Ndoa yako amani yaina, si salama. Ndani ya Yesu, salama. Ujumbe huu kupitia waimbaji hawa wa Victory Sound kutoka Victorious Church Tabata Bima.
habari za msalaba wa Yesu. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata ukombozi. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata uponyaji. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata furaha. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata uhuru. Wacha nikueleze habari za msalaba wa Yesu. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata ukombozi. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata uponyaji. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata furaha. Chini ya msalaba wa Yesu tumepata uhuru. Mama 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 mama. Kubeba msalaba wake Yesu. Beba, ubebe msalaba. Beba, maishani mwako. Beba, chagua damu ya Yesu. Ikutakase. Ubebe msalaba. Beba, maishani mwako. Chagua damu ya Yesu. Ikutakase. Makofi ya shangwe na vigelegele. Leo tulitaka tuimbe albamu nzima. Ongeza makofi mazuri. Haleluya. Ya kale ni dhahabu, si ndio jamani? Tumpigie Yesu makofi mazuri. Basi bila kupoteza muda, mgeni wetu ameshakwisha kufika. Naomba nimlete sasa baba yetu anaposimama. Hebu kila mmoja mpigie Yesu makofi. Piga makofi mazuri kwa ajili ya baba anapokuja. Haleluya. Karibu sana. Waliofika, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha? Weka maiki vizuri hii. Haleluya. Leo mziki jioni umetoka vizuri. Asubuhi sijui pepo gani lilikuwa inazuia hivyo vikaacha kufanya. Hata waimbaji wangu waliotoka matawini sauti zikawa hazisikiki. Lakini Mungu ni mwema. Sema amen. Weka sauti hii ya nini hapa pia ikae vizuri ya monitor. Weka sauti vizuri ya monitor. Yes. Ongeza tena monitor. Aha.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Simama kwa miguu yako tayari. Ngoja niwaambie kitu. Yesu akawaketisha wanafunzi wakakaa. Wakati wamekaa siku 3 wakiogopa watazimia njiani. Akawa amewafundisha siku 3 kabla ya kuwaaga. Akasema hapana, wapeni ninyi chakula. Biblia inasema wakati wameambiwa, Andrea akasema hapa kuna mtoto mdogo tu ana mikate 5 na samaki 2 na hii haifai kitu. Wakatazama kwenye hazina yao wakakuta kuna dinari 200 peke yake. Wakasema hii haitoshi. Lakini sikiliza, nisihubiri sana. Yesu akafanya muujiza. Watu wakala mikate ile 5 ya miujiza ikawatosha watu 5,000. Sikiliza, baada ya kula kuna masalia. Kuna kitu kinaitwa masalia, leftover. Masalia. Kuna vitu vimesalia bado, sema amen. Ambavyo sisi tuliokuja jioni ya leo tunakwenda kubeba yote masalia, hatubakizi kitu katika jina la Yesu Kristo. Mtazame mwenzako, mwambie tunakwenda kuchukua yaliyosalia kwa mtumishi wa Bwana. Amen, amen. Simama, inua mikono yako juu. Nataka niombe alafu nimlete mtumishi wa Bwana. Baba, asante kwa sababu una jambo lililosalia kwa ajili yetu. Una upako uliosalia kwa ajili yetu. Una neema iliyosalia kwa ajili yetu. Neema ya zaidi, kwa maana wewe umesema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Baba, asante kwa ibada ya jioni. Sema na sisi tena, tubariki tena na tena katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Weka mikono namna hii juu, tupige makofi. Tunamleta Apostle Jicho la Tai kutoka Mombasa. Anapokuja piga makofi mazuri. Haleluya, karibu sana. Amen. Pigia Yesu makofi. Kama unaona kiti mbele yako, naomba usonge hapo. Amen, amen. Wale mko live kule, Mungu awabariki sana. Mnapotufuatilia, Mungu awabariki sana. Hebu niongee kitu kabla tuendelee, halafu niwape nafasi mkae. Kwa sababu mko sana katika media, tena kwenye television. Mkija kanisani, ni ombi langu mimi, chukua nafasi ya mbele. Ndio utamsaidia yule anayeshika video kushika video nzuri safi sana. Yaani usipende kuacha nafasi mbele. Jipange vizuri, inakusaidia. Na kushauri tu vitu zingine tu, na kushauri, maana pia nafanya media, ndio maana nataka nikusaidie kwa hilo, ili ya kwamba pia mweke kanisa lenu linakuwa more excellent, very excellent ukifanya hivyo. Mungu awabariki sana. Jipigie makofi. Bado naona kuna nafasi, ndio maana naendelea kusema jipigie makofi unaposongea. Hamu nataka nikuimbie ule wimbo unasema songea 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 songea, baraka za kungojea. Songea songea, wanasongea. Songea 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 songea, baraka za kungojea. Hii mic nimeona iko na upako, nikitoa hivi hii mizigo, nimeona leo nimesikia kama nimehubiri leo. Unajua mimi napenda sana kuhubiri, ni ile tu uko unajua mimi napenda kuhubiri sana. Kanisani nachukuaga microphone saa 5, nikimaliza mapema saa 11. Sasa ni tabia yangu. Kwa hivyo leo hata nilipohubiri baba akaniambia utarudi. Nikamwambia yaani kule kwangu kitoka mapema kanisani
Kitoka ile mapema ndio tunafunga, tunaondoka ni saa moja. Hivi sasa kwangu najua watu hawajaenda nyumbani. Ni roho kama roho ilishaingia ndani yetu, tuko hivyo. Na tunalalaga Jumamosi kanisani. Sasa tumeshazoea kukaa watu wa kanisani. Maana kule kuna baraka zako. Sema amen. Sema amen yenye nguvu. Naomba munipe dakika chache sana nipiane neno la mwisho. Tukae chini tafadhali. Na siwezi lipiana neno hili la mwisho, haitakuwa haki kushindwa kumshukuru mtumishi wa Mungu, askofu wetu, Askofu Chesa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Roho yangu imependa huduma hii sana sana, na naona inaenda mbali sana. Hii huduma inaenda mbali kuliko vile mnafikiria, mbali sana. Mumepata mzee mzuri, baba mzuri. Nikikwambia baba mzuri ni baba mzuri. Hata mimi nasikia nimepata mtu naweza jifundisha kutoka kwake. Mtu naweza jifundisha kutoka kwake. Mimi napenda watu wazima, wazee, napenda sana kujifunza kwao. Nimejifunza vitu vingi siku hizi nimekaa hapa. Naomba nao ujifunze kutoka kwake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Toa hai, usichome Twitter. Vile ilikuwa nzuri tu. Labda utoe hai, uongeze base kidogo. Jesus. Bado. Hebu tengeneza hiyo kwa sauti. Maana nataka kuhubiri, sitaki kufundisha. Nimekuja kuhubiri sasa. So nilikuwa nasema namshukuru Bwana. Namshukuru Bwana. Hebu hai ongeza kidogo. Namshukuru Bwana kwa sababu ya baba. Lakini siwezi sahau kumshukuru Bwana kwa sababu ya mama. Wako vizuri Bwana. Kuna huduma naendanga hivi navumilia. Nilienda Tabora nikaambiwa, nikafanya makosa, nikasema namshukuru Bwana kwa sababu ya baba na mama. Mwenye alinialika akaniambia nisisikie tena. Huduma ni ya baba peke yake. Ila hapa naona hata mama anapiga pawa. Nasikia. Hata nikipigia mke wangu namwambia uko. Nimeona watu tunaweza jifunza kutoka kwao. Yaani vile tunafanya huduma ndio naona wanafanya huduma. Hii ni tamu. Hii ni nzuri. Hii inapendeza. Hii ni familia. Hii ni familia. Kanisa likiwa familia liko na baba na mama na watoto. Sasa hapa ni kwenu nyumbani. Hapa sio kwa askofu, hapa ni kwetu nyumbani. Uko na access ya kuchukua vitu kwenu nyumbani. Menelewa vizuri? Hiyo nimependa. Nimejua kwa nini Mungu alinituma nifundishe kuhusu baba wa kiroho, mzazi wa kiroho. Nimejua hiyo kwa nini. Na Mungu aliniunganisha na mtu wa sawa. Mungu wa mbinguni atukuzwe. Atupe neema zaidi. Inamisha kichwa chako dakika moja, muombe baba yetu na mama yetu. Zungumza neno kwa sababu yake. Just speak a word. Mwambie Bwana mpe baba yetu na mama yetu maisha marefu. Mpe baba yetu na mama yetu maisha marefu. Mpe neema, mpe kibali. Katika jina la Yesu aendelee kutongoza. Katika jina la Yesu aendelee kutongoza. Katika jina la Yesu aendelee kutuongoza vizuri. Mpe hekima, mpe maarifa. Tunakataa roho ya kulipiza kisasi. Tunakataa magonjwa hata kuwe juu yao wala uzao wao. Bariki watoto wao wa kwanza mpaka wa mwisho. Naomba baraka juu yao katika jina la Yesu. Naomba walinde, walinipokea kwa hii madhabahu. Na mimi naomba ya kwamba hii madhabahu vile walivyonipokea, natamka baraka siku ya leo katika jina la Yesu. Natamka baraka ninapoondoka kwa hii madhabahu leo. Natangaza ya kwamba baraka zako zitaenda na mimi kila mahali nitakapokanyaga, na neema yako ikazidi
kwa sababu ya wazazi wetu na washirika wote walionipokea. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Na ujifunze kuombea wazazi wako kila siku kabla ulale. Jifunze kuwaombea wazazi wako. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume chapter number 1 bado maiki sijaona kama imeshifiti kwa kuhubiri. Ingekuwa vile ilikuwa mchana ingenisaidia zaidi. Nitasoma from verse number 2 alafu nitahubiri. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatiza katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Verse 8 ndipo ujumbe wangu upo. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Matendo ya Mitume chapter number 2 verse number 1. Wacha tusome kabisa, nikianza kuhubiri tunaondoka pamoja. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwamo wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto ulioakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutumika. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa neema mara tena na kibali na nguvu ambayo umenipa kuwa hapa. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Tumefika kwa finals. Ninaomba neema yako na kibali chako kiwe juu yangu. Upako
uwe juu yangu, na utukufu wote utakurudia wewe. Neno lako ninalolihubiri likatimie kwa maisha kila moja, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Tunaomba na kuamini. Tunaomba na kuamini. Bado sijakusikia. Matendo ya Mitume ni kitabu cha 5. Namba 5 ni namba ya neema. Tuna deal na chapter ya kwanza na ya pili, sura ya kwanza na ya pili. Sura ya kwanza wanaambiwa kile watafanya. Sura ya pili wanaonyeshwa matokeo baada ya kutii na kukifanya. Yesu kabla aondoke akasema, mimi naondoka, lakini nawachia Roho Mtakatifu ambaye atawasaidia. Roho Mtakatifu ambaye atawasaidia katika kila jambo. Na mimi ninatangaza, ninapoondoka hapa, ninawachia Roho Mtakatifu, ninawachia Roho Mtakatifu, ninawachia Roho Mtakatifu. Wanafunzi wanauliza, kwani sasa ndio ufalme wako unaurejesha? Anaambiwa no, achaneni na mambo yasiyowahusu. Roho Mtakatifu hatakuja juu yenu. Tulieni Yerusalemu, tulieni hapa. Roho Mtakatifu anakuja. Tulia kwa hii kanisa. Roho Mtakatifu anakuja. Tulia kwa hii madhabahu. Roho Mtakatifu anakuja. Ninasemaje? Tulia hapa. Roho Mtakatifu anakuja. Siku sio nyingi, subiria Roho Mtakatifu. Siku sio nyingi, subiria upakwe na Yesu. Siku sio nyingi, subiria uinuliwe na Bwana. Siku sio nyingi, wakapewa ni ahadi. Ahadi ni ya kwamba wait for the Holy Spirit. Kuna kitu kinaitwa wait, kuna kitu kinaitwa kusubiri. Unavyosubiri Roho anashuka. Kila mtu ako na muda wake, muda wa kuinuliwa, muda wa kutiwa mafuta. Nasema siku sio nyingi, Roho Mtakatifu anashukia watu hapa. Kuna wengine mko hapa, wengine mtakuwa wahubiri, wengine mtakuwa manabii, wengine mtakuwa mitume. Ninatabiri leo, siku sio nyingi. Yesu akawaambia, kaeni hapo. Hawakuambiwa ni lini, hawakuambiwa ni kesho, hawakuambiwa ni lini, hawakuambiwa ni mwezi ujao, lakini wakaambiwa subirini. Hawakuuliza kwani vipi, tumekaa na wewe miaka 3 lakini bado natuambia subiri. Biblia inasema wanafunzi wakasubiri, wanafunzi wakasubiria, wanafunzi wakatii. Ninaongea leo na wanafunzi wa Bishop Chesa watakaosubiria, watakaosubiria. Ukisubiria utampotea, ukisubiria upako utakuwa juu yako, ukisubiria milango itafunguka. Nasema hivi, ukisubiria, nikipata mtu mmoja aliye na roho ya kusubiri, aliye na roho ya kusubiri. Watu wengi wako na haraka, na haraka hiyo hawaendi mahali. Bora ungesubiria, bora ungesubiria. Ukisubiria hiyo biashara itainuka,
ukisubiria hiyo huduma itainuka, ukisubiria anga itabadilika, ukisubiria maisha yatabadilika, ukisubiria. Natangaza leo, yoyote aliye chini ya upako huu, kama unaweza subiria, mbingu inafunguka. Kama unaweza subiria, maisha yanabadilika. Kama unaweza subiria, kuna vitu inabidi usubirie. Roho ameagizwa aje, lakini you have to wait. Lazima usubirie. Yesu akasema subiri. Wale watu wanakuwaka na haraka, wanaingianga kwenye huduma mapema na wanachukua muda mrefu, hawawezi wakaenda mbali. Lakini aliyesubiria akaondoka kwa wakati wa sawa. Hiyo neema ikishuka inakuinua. Huo upako, hayo mafuta, ni nani atasubiria? Ni nani atasubiria? Wanafunzi wakaingia, wakafunga malango, wakasubiria, 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 wakasubiria. Ninaongea na watu ambao wamesubiri, wamesubiri. Nimetumwa leo kama nabii kwa maisha yako. Baada ya kusubiri, nimetumwa leo kwa anga yako. Baada ya kusubiri, nimetumwa nikuambie, Roho Mtakatifu ndiyo huyo anakuja, ndiyo huyo anashuka juu ya watu, ndiyo huyo anashuka, ndiyo huyo anakuja kwa maisha yako. Roho Mtakatifu ndiyo huyo anakuja kuinua nabii. Roho Mtakatifu, wacha kutangatanga. Roho apendi watu wa kutangatanga. Roho apendi hao watu wa kuhangaika. Hapendi watu kama hao. Anapenda watu ambao wanaweza wakasubiri, wanaweza wakasubiri. Unaweza kaa kanisa moja miezi 6, mwaka mmoja, miaka 3, miaka 10, miaka 20. Nasema mtu aliye na roho ya kusubiria, Roho wa Bwana anashuka juu yako. Roho wa Bwana anashuka juu yako. Roho wa Bwana anabadilisha hali yako. Roho wa Bwana hakai kwa watu ambao hawana subira, lakini walio na subira. Roho wa Bwana anashuka, anabadilisha mambo, anabadilisha hali, anabadilisha hali yako. Roho wa Bwana, huyu Roho wa Bwana ndiye mwalimu. Maandiko yanasema atatufundisha yote. Ukiwa na Roho wa Bwana, mambo yote anakufunza. Hauhitaji kitu kingine, unahitaji Roho wa Bwana. Huduma bila Roho wa Bwana ni bure. Nasema kazi bila Roho wa Bwana ni bure. Biashara bila Roho wa Bwana ni bure. Pesa bila Roho wa Bwana ni bure. Unahitaji Roho wa Bwana. Katika Roho wa Bwana ndio unapata roho ya utajiri. Katika Roho wa Bwana nasema leo watu wanaenda kupokea Roho wa Bwana. Nimetiwa mafuta na Bwana, na leo nimekuja niwatangazie Roho wa Bwana iko tayari kuwahudumia watu. Roho wa Bwana iko tayari kuwagusa watu. Roho wa Bwana iko tayari kuwainua watu. Roho wa Bwana iko tayari kubadilisha maisha ya watu. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, hii kanisa lijae Roho wa Bwana hata kuomba kwetu. Roho wa Bwana, ninaona watu hapa wanapokea Roho, wanapokea Roho, wanapokea Roho, wanapokea Roho. Ukifanya uimbaji bila Roho itakuwa ni kavu, lakini ukiwa na Roho, hata kuhubiri unahitaji Roho, hata kutabiri unahitaji Roho. Na mimi natangaza leo watu wapokee Roho. Achana na experience, apokea Roho, tembea na Roho, ishi na Roho. Maandiko yanasema ya kwamba tukiongezwa na Roho hatutatimiza hata
tamaa za mwili. Roho wa Bwana, hili kanisa litaongozwa na Roho wa Bwana. Hii huduma itaongozwa na Roho wa Bwana. Leo hii ninatangaza uende na yeye, utembee na yeye, uishi na yeye. Roho wa Bwana, ninaona watu wako hapa waliokuwa wamedharauliwa. Roho wa Bwana anashuka juu yao, maisha yao yanabadilika. Maandiko yanasema ghafla wakiwa mahali pamoja vile tulivyo, walikuwa wanaomba, walikuwa kwenye maombi. Ghafla Roho akashuka, ghafla Roho akashuka, ghafla Roho akashuka. Walikuwa wanainua mikono, wengine wanaomba, walikuwa wanainua mikono, wanamwita Bwana, walikuwa wanainua mikono, wanamuomba Bwana. Ghafla Roho akashuka, Roho akashuka. Walikuwa wanaomba vile unaomba, ghafla Roho akashuka. Jioni ya leo neno la Bwana likatimie kwa hili kanisa. Roho Bwana anashuka juu ya watu. Nasema sahi, Jehova Shama Adonai, ninakuomba neno lako Matendo ya Mitume sura ya 2 itimie sasa, itimie sasa, itimie sasa, itimie sasa. Sijakuja kuhubiri jioni ya leo, nimekuja ili ya kwamba maandiko yatimie, maandiko yatimie, maandiko yatimie, maandiko yatimie, maandiko yatimie, maandiko yatimie, maandiko yatimie. Yanatimia sasa, watu wanajawa na Roho. Yatimie sasa, watu wanajawa na Roho. Yatimie sasa, wanajawa na Roho. Mmoja mmoja, mmoja mmoja, Roho anatembea, anajaza watu. Roho Bwana, wajaze watu hawa, wajaze watu hawa. Wanaanza kujazwa, wanaanza kuongea na ndimi mpya. Ndiyo hiyo inaachiliwa, ndiyo hiyo neema inaachiliwa, ndiyo hiyo neema inaachiliwa, ndiyo hiyo neema inaachiliwa. Watu wanalewa kwa Roho, 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 watu wanalewa kwa Roho. Naona wanalewa kwa Roho, naona wanalewa kwa Roho, naona wanalewa kwa Roho. Oh yes. Oh my God, oh my Father. Hiyo Roho Bwana ndio huyo anashuka anajaza watu, ndio huyo anashuka anajaza watu, ndio huyo anashuka anajaza watu, ndio huyo anashuka anajaza watu. Receive now, receive now, receive now, receive now, receive now, receive now, receive now. Wakati wa manabii kufanyia Mungu kazi umeshafika. Wakati wa manabii wafanye kazi umeshafika. Wakati wa ubiri wafanye kazi umeshafika. Potea, 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 potea. Ndio yanachiliwa. Potea, potea, potea. Unachaona Roho, unachaona Roho, unachaona Roho, unachaona Roho, unachaona Roho, unachaona Roho, unachaona Roho. Roho ya maombi unachawa, unachawa, unachawa. Receive, receive, receive. Potea, 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 potea neema, potea, potea mafuta, potea sasa. Rabakatarabasia, rabakasarabakuria, Yes. rababashetereba, Roho Bwana iko hapa. achilia Roho Bwana iko hapa. atende, Roho Bwana iko hapa. Inua mikono yako juu, funga macho yako. Roho Bwana iko hapa. Roho Bwana iko hapa. Roho Bwana iko hapa. Roho Bwana iko hapa. Roho
Bwana iko hapa. Roho Bwana iko hapa. Hicho kipao umekililia, ndio hicho kinaachiliwa, 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 ndio hicho kinaachiliwa. Potea, potea, potea. Rabababababababa shata rabakaya baseria rebo sepepea repo seria taraba rekaya ya rabasoria reba seria bakota. Roho Mtakatifu ya tarabashika rabababa chotorobosia makaya seterebosia katika jina la Yesu rekapaya seta rabakataraba. Tujaze Roho Mtakatifu. Watu wote simama, kila mtu simama. Yesu akasema, mungejua wakati wa kujiliwa kwenu, wakati wa kujiliwa kwenu ndio huo. Funga macho yako, inua mikono juu, acha kuangalia watu. Yes Lord. Yes. My God, hii kanisa nikiondoka hapa, ninaacha waombezi, 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 maombezi. Rabana, kamatie waombezi watano, nikamatie waombezi watano wa kwanza. Hiyo neema inatembea. Waombezi, wamama waombezi, wanaume waombezi, vijana waombezi. Oh yes, ndio hiyo, ndio hiyo. Moto wa maombi, 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 moto wa maombi. Watu wataomba bila break. Moto wa maombi, ndio huo, ndio huo. Waombezi tano, waombezi tano. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Yes, ndio hiyo. Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana. Nichagulie waombezi, nichagulie waombezi. Wanachaguliwa, 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 wanachaguliwa. Power, power, power. Wanachaguliwa, 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 roho ya kuomba, wanachaguliwa, ndio wanachaguliwa, ndio wanachaguliwa, ndio wanachaguliwa. Wanapokea nguvu ya maombi, nguvu ya maombi, nguvu ya maombi, nguvu ya maombi. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Hauwezi zuia, haizuiliki, hauwezi zuia. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Ninaiachilia, ndio hiyo, ninaiachilia, ndio hiyo. Nguvu ya maombi, nguvu ya maombi, nguvu ya maombi. Receive, receive, receive. Inaongezeka mara saba, mara saba. Watenda kazi kwa makini. Receive. Yes, yes. My God, my God, my God. Roho Bwana anaendelea kuhudumia watu, wanaume kwa wanawake, wanaume kwa wanawake. Roho Bwana nikamatie wote, waombezi wote, niletee wote. Roho Bwana niletee wote, Roho Bwana niletee wote, Roho Bwana niletee wote, Roho Bwana. My God, my God, my God. Rakatalabagada, reketelebegedia. My Father, my Father, my Father, my Father, my Father, my Father. Leo hii wanachazwa, 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 wanachazwa. Hiyo ngome inaongezeka, wanachazwa. Rabababasia, rabakotiria, ramaseka, nerabasotoya, rabarabasika,
rorabasataya romokoteriabasika rorabaseria, katika jina la Yesu. Acha Roho Mtakatifu uguse maisha yetu, uguse hali yetu, ubadilishe maisha yetu, ubadilishe kuomba kwetu, ubadilishe utumishi wetu, ubadilishe Roho Mtakatifu, ubadilishe kutembea kwetu, ubadilishe kusema kwetu. Wacha Roho Mtakatifu atembee ndani yetu, Roho Mtakatifu atende kazi ndani yetu. Rapa ya sekeaba raba kataraba yekapapasika rekandaraba. Kama unanena kwa lugha, acha Roho Mtakatifu anene ndani ya moyo wako, ndani ya ulimi wako, ndani ya maisha yako. Achilia Roho Mtakatifu aendelee kusema ndani ya maisha yako. Rapasiato katika jina la Yesu. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Funga macho yako. Rapayastika. Yes, yes, yes. Funga macho yako. Yes, usiangalie yes. jirani yako. Paka wanaume wanajawa na roho. Roho. Bado kuna waombezi wengine Mungu anachagua, wanachaguliwa, wanachaguliwa. Kuna wasichana wanachaguliwa pale nyuma, wasichana wanalewa kwa Roho Mtakatifu. Yes, wasichana, ninaona wasichana wanalewa kwa Roho, hawataweza kusimama. Hiyo nguvu inaachiliwa. Nani ataizuia? Nani anaweza zuia nguvu ya Bwana? Ndio hiyo inaachiliwa, ndio hiyo inaachiliwa. Hautajizuia. Hiyo sauti inafunguka, inaanza kuingia kwa ndimi. 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 Ndio hiyo ndimi za moto, ndimi za moto, ndimi za moto. Kule nyuma ni moto. Hiyo kinywa kinakuwa fire, hicho kinywa kinakuwa moto. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo inaachiliwa. Roho Bwana, 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 Roho Bwana. Yesu anaongezeka. Roho Bwana, Roho Bwana, kila mali Roho, kila mali Roho, kila mali Roho, kila mali Roho. Watu wanabatizwa kwa Roho. Hiyo neema ndio hiyo, hiyo neema ndio hiyo, hiyo neema ndio hiyo, hiyo neema ndio hiyo. Hauwezi kujizuia. Hiyo unajaribu kujizuia, utaweza. Roho Bwana, Roho Bwana, Roho Bwana. Kutaraba rabasia doroshia rabakatarabasia ramamama sotoroboshita yekerebosia friasi ripapastia rabakapaya sando. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Itaomba sana. Mtakatifu atembee. Yes Lord. Watu wataomba sana. Yes Lord. Hii nyumba watu wataomba sana. Hii nyumba waombezi wanainuliwa, waimbaji wanainuliwa. Wekeni mikono juu, wekeni mikono juu. Waimbaji wanaanza kuchaguliwa. Haturuhusu Roho Bwana achague waimbaji. Waimbaji waanze kuchaguliwa, waimbaji waanze kuchaguliwa. Haya, Roho Bwana nichagulie waimbaji. Haya, wanachukuliwa waimbaji. Yes, Roho Bwana nibebe hawa waimbaji, hawa waimbaji. Repakatakata ni hawa wanachaguliwa waimbaji. Waimbaji wanachaguliwa, waimbaji wanachaguliwa, waimbaji wanachaguliwa, waimbaji wanachaguliwa, waimbaji wanachaguliwa na Roho mwenyewe, sio na mwanadamu. Na Roho mwenyewe, 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 na Roho mwenyewe. Waimbaji, 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 waimbaji. Acha Roho Mtakatifu waimbaji maisha yetu. Roho Mtakatifu
Kuna mtu atajui kama anaweza imba. Maisha yetu, kusa utumishi wetu. Kuna mtu atajui kama anaweza imba, lakini Roho Bwana anashuka juu yake. Roho Bwana anashuka juu yake. Weka mikono juu kabisa, weka mikono juu sasa. Hicho kipawa, hicho kipawa, hicho kipawa, hicho kipawa alipopaa Yesu alipea watu vipawa. Hicho kipawa, hicho kipawa cha kuimba ndio hicho kinaachiliwa, ndio hicho kinaachiliwa. Katarabasia, unaachilia vipawa. Rapakasia tora, unawaga kipawa, unamwaga vipawa, unamwaga vipawa. Rapakasia, Roho Mtakatifu, unaachilia vipawa, unaachilia vipawa, unaachilia vipawa. Rakasea hapa, rarabaseke, kipawa, rabasea ndo, kipawa cha kuimba. tabaka, rikapasoyati, karabasea bato, shekatarabasika, ikapaya sata, rabasika yati. Utasikia watu wakiimba sahihi. Yes. Hata kule nyuma wanaanza kuimba, ndio hiyo. Wanaanza kuimba, wanaanza kuimba, wanaanza kuimba. Mimi nimeomba neno moja, neno la Bwana likatimie. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2. Wanaanza kuimba, wanaanza kuimba, wanaanza kuimba, wanaanza kuimba. Yes, wanampokea Roho, wanaanza kuimba.